Siku utakayojiingiza kwenye balaa wewe mwanaume ni siku utakayokutana na mwanamke mwenye mtoto, kisha wewe kwa akili yako ukafikiria kwamba huyu mwanamke kwa kuwa alizalishwa, kwa kuwa alitelekezewa mtoto, hii itamfanya yeye awe na akili sana. Hili lililomtokea kwenye maisha yake litakuwa kama funzo, atakuwa amejifunza kutokana na hiki kilichomkuta. Kwa hiyo huyu mwanamke atakuwa anajitambua sana, kwa hiyo huyu mwanamke atakuwa anajielewa sana, kwa hiyo huyu mwanamke hawezi kufanya kosa. Hiyo ndiyo siku ambayo utafanya mistake itakayokuingiza kwenye majuto kwa maisha yako yote. Wewe kama mwanaume, mimi sikukatalii kuoa mwanamke mwenye mtoto, kwa sababu hata wao wana haki ya kuolewa. Hatuwezi kusema wasiolewe, kwa sababu kila mtu ana mazingira yake ambayo yalimsababisha kuwa na mtoto. Lakini ninachokukatalia ni kuamini kama mwanamke kupata mtoto linaweza kuwa funzo kwenye maisha yake. No, hicho kitu kwa mwanamke hakipo. Mwanamke atabaki kuwa na tabia zake zile zile, atabaki kuwa na akili zake zile zile. Kama alikuwa hana akili, kupata mtoto hakuwezi kumuongezea akili. Kama alikuwa na tabia mbaya, kupata mtoto hakumfanyi yeye aache tabia mbaya, au kile kitendo cha yeye kupata mtoto hakiwezi kumfanya yeye ajifunze na kuamua kuacha tabia mbaya. Tabia zitabaki pale pale, akili itabaki pale pale, lakini mtu ndio muhimu. Wewe kama mwanaume unapoingia kwenye mahusiano na mwanamke, usije ukaangalia mazingira ya kitu alichokipitia ukiamini kwamba kwa kuwa alipitia 1 2 3 hili litakuwa ni somo. Hakuna. Wako wanaume wamejitoa kwa kiasi kikubwa kwa wanawake, lakini mwisho wa siku hao wanawake waliwalipa vibaya. Kwa hiyo usiingie kwenye mistake ya wewe kuamini kwamba huyu mwanamke kwa kuwa ana mtoto ndio atakuwa na akili sana, ndio atakuwa amejifunza, hili lililotokea kwake litakuwa kama funzo. Hakuna. Ndio maana unashuhudia kuna baadhi ya wanawake anaweza kuzaa mtoto wa kwanza akiwa nyumbani kwao, akazaa na wa pili akiwa nyumbani kwao. Hiyo inamaanisha kwamba mtu hajifunzi kitu kutokana na yeye kuwa na jukumu la kuwa mama. Hiki kitu nimeshawahi kukiongea. Kwa hiyo wewe ukiamua kumuoa mwanamke, muoe kwa sababu umeona akili zake na tabia yake wewe inakupendeza. Lakini usije ukafikiri kwa sababu ana mtoto, kwa sababu alizalishwa, hili ni funzo kwake. No. Hawezi kujifunza kitu kutoka hapo. Tabia za mtu zitabaki pale pale, akili ya mtu itabaki pale pale. Kwa hiyo ni wewe ukienda kwa huyo mwanamke ukaona tabia zake zimekuridhisha, akili yake imekuridhisha, muoe. Lakini usije ukafikiria kitendo cha yeye kuwa na mtoto ndio kitu kitakachomfanya yeye ajitambue zaidi, au ndio kitu kitakachomfanya yeye awe na akili zaidi, au ndio kitu kitakachomfanya yeye awe amejifunza kitu kwamba hawezi kurudia kosa. Mtu atabaki kuwa na tabia zake zile zile na atabaki kuwa na akili yake ile ile. Lakini kama ana akili timamu atakuwa na akili timamu. Kama akili yake ni ya hovyo, akili yake ni ya hovyo. Kama tabia zake ni nzuri, tabia zake ni nzuri. Kama tabia zake ni za hovyo, ni za hovyo tu. Yeye kuwa na jukumu la kuitwa mama haliwezi kuwa linabadilisha chochote kwenye maisha yake. Kwa hiyo wewe muoe kwa kuwa wewe mwenyewe umeridhika na mtu. Lakini usije kwa umemuoa kwa sababu unaona kwa kuwa ana mtoto, sijui atakuwa mnyonge, sijui atakuwa amejifunza, sijui hata urudia kosa, sijui atakuwa na akili. Kaka yangu, hiyo ndio siku ambayo utafanya kosa kubwa litakalokufanya ulie na uje ujutie kwenye maisha yako. Kuna wanaume wazuri kabisa, walijitolea, waliwaoa wanawake wenye watoto wakiamini huyu mwenzangu amejifunza. Kisha huyo mwanamke akamwaahidi mwanaume kwamba mimi na huyu mwanamke baba mtu alishatokomea, haijulikani aliko, kwa hiyo alishaniachia mtoto. Mwanaume akaingia kwa moyo wake wote akiamini kwamba huyu mwanamke mimi acha nimpende kama alivyo. Lakini mwisho wa siku kuna watu walishuhudia mawasiliano ya hao wanawake na hao wanaume zao waliowazalisha. Huwezi kuamini hivi vitu. Ndio maana mimi nakukatalia kwamba usije ukafikiri mwanamke kuwa na mtoto ndio kitu kitakachomfanya yeye ajifunze. Cha ajabu, mwanamke huyo huyo anaweza kukaa chini akakusema wewe vibaya na mwanaume aliyemzalisha na akamwacha. Akapanga mpaka mipango ya kuvunja ndoa yake ili arudi kwa yule mwanaume wa zamani. Hivi vitu hakuna atakayekubali, lakini mimi nimeshawahi kushuhudia. Wanaume wengi wamelia na vitu vya namna hii. Mtu akisoma message za mke wake anazochati na baba mzazi na baba wa mtoto wake, haamini kama ni mke wake. Anaona kule mapenzi yamerudi moto moto, na ndio kwanza namjadili mumewe vibaya kwamba yani mimi hii ndoa sikubali, mimi huyu mwanaume simkubali, naishi naye basi tu. Ndio hicho kinachokuja kwamba pengine wewe uliingia kwenye maisha yake wakati ana shida. Sasa hivi amesha relax, shida yake imeisha, tayari anaanza kurudisha uhusiano na baba mtoto. Hivi vitu wewe hata ukisikia watu wanakataa mara 1000, lakini mimi nakwambia kaa ukielewa hili. Mimi ni mtu niliyeona vitu vingi, ndio maana nakwambia
Baadhi ya wanawake sio wa kuaminika. Baadhi ya wanawake hawajifunzi kupitia hilo. Baadhi ya wanawake akili zao zitabaki kuwa zile zile. Baadhi ya wanawake wao hicho walichokipitia sio kama funzo kwao. Watakuwa na wewe wakati ambapo wamebanwa, wana shida. Ukishamuokota akarelax, maisha yake akakaa vizuri, utajikuta unadiskasiwa vibaya. Wanakudiskasi vibaya yeye na huyo mzazi mwenzie ambaye mara ya kwanza alimsema vibaya, akasema ameingia mitini, sijui amefanya nini. Naomba nieleweke, mimi sijakataa wewe mwanaume kuoa mwanamke mwenye mtoto, ni chaguo lako, lakini nimekwambia kuna mambo haya mawili, tabia zake, akili yake ndio muhimu kuijua. Lakini masuala ya kusema umeenda kwa mwanamke eti ukasema huyu kwa sababu ana mtoto sijui atakuwa amejifunza, kaka yangu, utakuwa umejiingiza kwenye majuto, utakuwa umefanya mistake, kwa sababu tabia za mtu ni zile zile, akili ya mtu ni ile ile. Watu wameshashuhudia wake zao wakiwarudia wanaume zao waliozaa nao watoto. Tena mwanaume unakuta alimuokota huyu mwanamke kwenye mazingira magumu, hakuwa na chochote. Sasa hivi amemtakatisha yule mwanaume, anarudi, mwanamke anarudisha upendo kama mwanzo. Anaanza hadi kumjadili mumewe vibaya na huyo mzazi mwenzie. Haya mambo yapo, lakini kaa ukijua hakuna mtu atakayekubali, na hata atakayeongea atashambuliwa, itaonekana anaongea kitu ambacho hakipo. Lakini kiukweli mimi nimekwambia ukweli ambao umenyoka. Angalia akili ya mtu, lakini usije ukaangalia kitu kilichomtokea mwanamke ukifikiri kwamba hilo litakuwa kama somo kwenye maisha yake. Haiko hivyo. Tabia zake zitabaki pale pale na akili yake itabaki pale pale.